Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania almaarufu kama TFF kupitia bodi yake, ambapo shirikisho hilo limeweza kutoa taarifa kuhusiana na masuala ya usajili kwa wachezaji wapya ambao watakwenda kusajiliwa na vilabu ambavyo vitakwenda kushiriki ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2026 2027 mara baada ya msimu kumalizika wa mwaka 2025 2026, bila kusahau wale wachezaji ambao moja kwa moja watakwenda kutemwa. Kwa hiyo kupitia shirikisho hili wameweza kutoa taarifa mapema, bila kusahau wameweza kutoa taarifa kuhusiana na siku ya ligi kuu Tanzania bara itakapokwenda kurejea, ambapo tunashuhudia ligi kuu imeweza kumalizika ndani ya mwezi wa 6 tarehe 30 kwa msimu uliomalizika, lakini tunaona itakwenda kuanza mwezi wa 8. Sababu za ligi kuweza kuanza ni kwamba tunashuhudia kuna michuano mikubwa ya AFCON ambayo inatarajia kutimua vumbi mwaka 2027 katika nchi ya Tanzania, nchi ya Uganda na nchi ya Kenya. Ni kiufupi ni Afrika Mashariki, kwa zile nchi tatu ambazo ni maarufu. Kwa hiyo ligi lazima iweze kumalizika mapema na iweze kuanza mapema ili kuweza kupisha michuano. Sasa kupitia taarifa ya kwanza imeweza kutolewa ni taarifa kuhusiana na swala la usajili, ambapo barua inasemaje? Kwa mujibu wa taarifa inasema hivi: Tanzania Football Federation, yani TFF, hiki ni chama cha mpira wa Tanzania, ikaandika taarifa: dirisha la usajili msimu wa mwaka 2026/27 wa klabu za ligi kuu ya NBC Championship, First League, ligi kuu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 na ligi kuu ya wanawake imefunguliwa Julai 6, 2026 na itafungwa Agosti 15, 2026 saa 5:59 usiku. Tunaona tayari dirisha la usajili limeweza kufunguliwa ndani ya mwezi wa 7 tarehe 6. Afu wakaendelea kusema hivi: mchezaji anaweza kuombewa usajili kwa njia tatu kupitia mfumo wa usajili wa FIFA Connect. Ya kwanza, uhamisho wa jumla au wa mkopo kutoka klabu A kwenda klabu B. Mchezaji anaendelea na usajili wake kwa msimu mpya. Usajili wa mchezaji mpya kwenye mfumo. Nyaraka zinazotakiwa kuambatanishwa kwa mchezaji mpya anaombewa usajili kwa mara ya kwanza ni pamoja na hati ya kusafiria, kitambulisho cha uraia, mkataba wa ajira, barua ya uhamisho au kuachwa huru, release letter, cheti cha afya, picha ya mchezaji passport size na nakala ya malipo. Kwa mchezaji wanaoendelea na usajili wa klabu husika, renewal, kuhamishwa jumla au kwa mkopo kutoka klabu moja kwenda klabu nyingine, wanapaswa kuambatanisha mkataba wa ajira, barua ya uhamisho au kuachwa huru, cheti cha afya, picha ya mchezaji na nakala ya malipo. Mchezaji anaombewa usajili kutoka nje ya nchi anatakiwa kuambatanisha hati ya kusafiria, hati ya uhamisho wa kimataifa, international transfer certificate, mkataba wa ajira, kibali cha kuishi na kufanya kazi nchini, cheti cha afya, picha ya mchezaji na nakala ya malipo. Klabu zinatakiwa kuambatanisha nyaraka sahihi na zilizokamilika. Yeyote atakayekutana na changamoto kwenye mfumo wa usajili awasiliane na idara mashindano ya TFF. TFF inasisitiza hakutakuwa na muda wa ziada. Ni vyema klabu zikakamilisha usajili na uhamisho kwa wakati. Kwa tunaona hiyo ni taarifa kuhusiana na masuala ya usajili kuelekea msimu wa mwaka 2026 2027. Lakini fahamu, kwa mujibu wa taarifa, ligi kuu ya msimu ujao 2026/27 inatarajiwa kuanza kutimua vumbi kuanzia Agosti 16, 2026 na kumalizika kabla ya Juni 1 mwaka 2027. Kwa tunaona ligi itaanza tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026, lakini itamalizika kabla ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2027. Moja wapo sababu kubwa ya ligi kurejea mapema ni uwepo wa AFCON 2027 ambayo itafanyika Tanzania, Kenya, Uganda kuanzia Juni 19, 2027 mpaka Julai 18,
2027. Ratiba ya ngao ya jamii itatoka mapema ikifuatiwa na ratiba ya ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2026 2027. Kwa hiyo tunaona ndio hivyo, taarifa imeweza kutoka ni kwamba ligi itarejea mapema ili kuweza kupisha michuano ya AFCON ambayo inatarajia kuanza mwaka 2027.